Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi leo ameongoza mamia ya wananchi wa Zanzibar na Tanzania bara katika kuuaga mwili wa mkurugenzi idara ya mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar marehemu Charles Martin Hilary katika viwanja vya Mapinduzi Square ya Kisonge. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Mwinyi amesema, niungane na walionitangulia kuzungumza kwamba sote tulikuwa tunamtambua marehemu Charles kwamba ni mtu mcheshi, ni mtu mchapakazi, ni mtu wa familia. Marehemu Charles alikuwa msaidizi wangu wa karibu, na mimi nayathibitisha haya kwa sababu mara zote tulivyokuwa naye, hata kama una stress kiasi gani, utacheka tu. Alikuwa hodari na mtu mcheshi wa kutufanya sote tu relax pamoja na majukumu na kazi nzito. Na kwa ofisi yangu mimi ambayo ina mambo mengi, stress ni kawaida, lakini mbele ya marehemu Charles tulikuwa tunacheka, tunafurahi. Ndugu zangu, kuna fundisho tunalipata hata katika misiba. Fundisho lenyewe ambalo mimi nimelipata ni kwamba tuwe tayari kuwasifu na kuwaambia wafanyakazi wetu wakifanya vyema pale pale wanapofanya vyema. Ndugu zangu, tumeondokewa na mtu mzuri, mtu mcheshi, mtu mchapakazi na mtu hodari wa kazi yake. Lakini ndio mapenzi ya Mungu na sote tuko katika njia hiyo hiyo. Akisoma wasifu wa marehemu na kutoa salamu za familia, Faith Charles Hilary, mtoto wa marehemu, ameeleza, Charles Martin Hilary ni mtoto wa pili wa marehemu Hilary Nkwanga na marehemu Esther Faith Ali. Alizaliwa tarehe 22 Oktoba mwaka 1959 mtaa wa Jang'ombe, na baadaye alikulia Makadara, wilaya ya Mjini Zanzibar. Mama yake mzazi Charles Hilary alikubaliana na nduguye aliyekuwa anaishi Dar es Salaam kwamba Charles Martin Hilary ahamie kwake na kusoma Dar es Salaam. Charles Martin Hilary alianza elimu ya maandalizi, yani chekechea, katika skuli ya maandalizi Saateni mwaka 1963 na kisha skuli ya Haile Selassie Zanzibar kuanzia mwaka 1966 hadi mwaka 1968 alipohama Zanzibar. Baadaye aliendelea na elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Mchikichini, Ilala, Dar es Salaam kuanzia mwaka 1969 hadi mwaka 1975. Na alisoma masomo ya sekondari kwenye shule ya sekondari ya Kinondoni Muslim, Dar es Salaam kuanzia mwaka 1976 na kumaliza kidato cha 4 mwaka 1979. Tarehe 6 Juni mwaka 1980, Charles Martin Hilary aliajiriwa rasmi na Radio Tanzania Dar es Salaam. Alifanyia kazi zake Pugu Road, Dar es Salaam. Akiwa Radio Tanzania, alipitia mafunzo mbalimbali ya utangazaji na alifanya kazi kwenye idara mbalimbali ambapo alionyesha umahiri na kipaji kikubwa cha utangazaji. Alijiunga na Radio One Stereo iliyokuwa kampuni ya IPP. Aliendelea kufanya kazi hapo akiwa mtangazaji hadi mwaka 2003. Mwaka huo huo wa 2003 aliondoka Radio One Stereo na alijiunga na shirika la Deutsche Welle Cologne, Ujerumani, ambapo aliendelea kufanya kazi ya utangazaji katika idhaa ya Kiswahili. Alifanya kazi hiyo hadi mwaka 2005 alipomaliza mkataba wake na kurudi nchini Tanzania. Na mwaka 2006 alijiunga na shirika la utangazaji la BBC idhaa ya Kiswahili, ambapo alifanya kazi hadi alipomaliza mkataba mwaka 2015. Mwaka huo alirudi tena nchini Tanzania na alijiunga na Azam TV, ambapo alifanya kazi hadi mwaka 2021 alipostaafu rasmi utangazaji. Mnamo tarehe 30 Disemba mwaka 2021, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi
Alimteua Charles Martin Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu, kazi ambayo aliendelea nayo, na baadaye tarehe 6 Februari mwaka 2023, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi alimteua Charles Martin Hilary kuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kazi aliyoendelea nayo hadi mauti ulipomfika. Charles Martin Hilary ni mwandishi wa habari mkongwe aliyobobea katika utangazaji wa michezo. Atakumbukwa kwa mazuri, uzalendo na uchapakazi. Alisaliwa kanisa la Mkunazini na kuzikwa makaburi ya Mwanakwerekwe Zanzibar. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.